Habari gani mtazamaji wa The Chanzo? Karibu tena kwenye ngwe ya mazungumzo ambayo tumekuwa tukifanya hapa na watu mbalimbali. So jana tarehe 3 Aprili 2025 hapa jijini Dar es Salaam, uongozi mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu kilifanya kikao na watiania wa kugombea ubunge kwenye uchaguzi unaokuja 2025 kwa lengo la kuwa brief au kujadiliana nao kuhusiana na ajenda ya chama ya no reforms no election. So kwenye kikao hiki pia ambacho kilikuwa cha ndani, lakini kwenye hotuba za ufunguzi na za awali tulipata fursa ya kusikia mikakati ya namna chama hiki cha upinzani kinaenda kuzuia uchaguzi wa 2025 kufanyika endapo kama mageuzi ya kimsingi ya kisiasa na kisheria hayatafanyika kujenga mazingira ya uchaguzi kufanyika kwa uhuru na haki. Na moja kati ya mikakati ambao ulitajwa na makamu mwenyekiti wa chama Tanzania Bara John Heche ni kuandaa petition ambayo itakuwa na signature za wananchi au wa Tanzania milioni 15 alisema, ambazo hizi zitapelekwa kwa mashirika mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo ni juhudi za chama kuhamasisha mageuzi muhimu kufanyika hapa nchini Tanzania. Na kwa hiyo kulingana na pamoja na mikakati mingine ambayo alihitaja Mheshimiwa Lissu, ikiwemo uasi au yeye mwenyewe alisema kukinukisha, sijui atakuwa alikuwa anamaanisha nini, lakini tutaona. Lakini kujikita kwenye hili swala la petition na kupelekwa kwenye mashirika ya kimataifa, tumebahatika kukutana na tunaenda kufanya mazungumzo hapa na mkurugenzi wa idara ya mambo ya nje na diaspora ya Chadema, ndugu John Kitoka, ambaye tutakuwa tunajadiliana naye kuhusiana na swala hili na namna ambavyo linaenda kutekelezwa na utekelezaji wake, uwezekano wa kutekelezwa kwake, lakini pia mambo mengine yanayohusiana na Chadema na sera yake ya mambo ya nje na namna Chadema inavyoangalia matukio yanayotokea kimataifa na namna itakavyoathiri Tanzania na ushauri wa Chadema namna ya kukabiliana na mabadiliko haya ya kidunia. Ambayo nitakuwa na kuendeshea mazungumzo haya kama kawaida ni mimi Khalifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma ya kamera Tito Magoti na Shafi Hamis, tunakukaribisha sana. John, karibu sana The Chance. Asante sana. Hii sio mara ya kwanza kuja hapa The Chance. Sio mara ya kwanza. Ulikuja ukazungumza na mwenzangu Tony Alfred, our managing editor. Lakini kwa sababu mimi na wewe ni mara ya kwanza kuzungumza na ndio umetoka kuteuliwa, kwa sababu tuna uongozi mpya ndani ya Chadema, na wewe umeteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mambo ya nje na diaspora. Kwa niaba ya watazamaji wetu, hebu tuambie John Kitoka kwa ufupi ni nani? Kwa sasa John Kitoka ni mteule katika nafasi ya kurugenzi ya mambo ya nje na diaspora. Ni kurugenzi kumbe sio idara. Ni kurugenzi. Ni kurugenzi sio idara. Kwa hiyo mimi nimeteuliwa takriban mwezi mmoja uliopita, na sasa mimi ndio kiongozi wa hiyo kurugenzi. Kabla ya hapo nimekuwa nikifanya shughuli nyingine, moja hapo kama unavyojua nilikuwa ni moja ya mchangiaji kwenye Chanzo. Yes. Lakini vile nimekuwa nikifanya shughuli zangu binafsi kwa muda mrefu. Nimekuwa kwenye ajira mbalimbali tangu nilipomaliza masomo yangu, na here I am now ni mkurugenzi wa mambo ya nje na diaspora. Na kwa hiyo wewe utaalamu wako ni? Utaalamu wangu ni like you were trained to do what? Me I'm trained to be international relations. Masuala ya mambo ya mahusiano ya kimataifa, lakini nina mambo mengi. Nina field nyingi ambazo nimezisomea katika ngazi tofauti tofauti, nikianzia degree ya kwanza na degree zangu za pili. Nimesoma mambo ya biashara, nimesoma mambo ya maendeleo, development studies,
Yeah, nimesoma mambo mengi, nimesoma mambo ya human rights na gender na mambo yote ambayo yanahusiana na maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nina uwanda mpana wa maarifa kwenye maeneo tofauti tofauti ya taaluma. Naweza nikasema hivyo. Yeah, shukran sana. Yeah. So John, straight to the point. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, kama nilivyozungumza kwenye utangulizi, alisema kwamba moja kati ya mikakati ambayo Chadema mtaitumia kwenda kujaribu kuzuia uchaguzi ili kusajihisha ufanyikaji wa reforms muhimu ni kupetition mashirika ya kimataifa. Hapa ni mashirika gani kwa mfano mnayafikiria? Alifa, sisi tunajenga udau na kila mtu ambaye anapenda mabadiliko. Na hatuweki zuio au ukomo kwa ni mdau gani ashiriki na sisi au asishiriki na sisi. Tunafanya kazi na taasisi mbalimbali za kimataifa. Tuna vyama rafiki duniani huko. Tuna Watanzania wanaoishi nje ya Tanzania kwa maana ya diaspora, members of the diaspora community. Kwa hiyo tunajaribu kujenga ushawishi ambao utatusaidia sisi kufanikisha kila ambacho tumekinuia, ambacho ni kuleta mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya kimfumo katika namna tunavyoendesha chaguzi zetu, namna tunavyopata viongozi wetu, namna tutakavyoweza kuboresha ushiriki wa wananchi kuchaguliwa na kushiriki kuchagua. Yeah, lakini ni specific gani? Yani sio yani kwa mfano ni organization gani mnazi target? Zote. Kama zipi? Tuna target zile organizations ambazo ni za tunaita multilateral organizations. Kwa maana hiyo namaanisha watu kama European Union ambao ni wadau wakubwa sana kwenye masuala ya demokrasia na maendeleo. Tuna target nchi zile bilateral partners, nchi mbalimbali ambazo zinaunga mkono mabadiliko ya kisera na katika siasa na katika demokrasia na katika haki za binadamu. Wadau wanaounga mkono chaguzi huru, wadau wanaounga mkono harakati za kuleta mabadiliko ya labda Marekani, wote. Ndio maana nimekwambia wote. Kwa sababu wote yoyote ambaye anaunga mkono mabadiliko ya kimfumo, yoyote anayeunga mkono chaguzi huru, yoyote anayeunga mkono demokrasia ya kweli ni mdau wetu. Na hawa mnawapetition wafanye nini? Yaani mnategemea hawa mwitikio wao ni upi, yani mnaotegemea kutoka kwao? Mwitikio wao ni yani mnawataka wafanye nini? Kwa sababu si mnawapetition. Ni kutuunga mkono kwa hali na mali. Yeah. Kivipi yani? Kwa mfano kuwapa pesa? Kwa hali na mali. Sasa pesa inaweza kaingia kwenye mali, lakini kutuunga mkono ni jambo pana. Hata kauli tu ya kwamba tunakubaliana na madai yenu nayo ni hatua moja nzuri katika harakati za kuleta mageuzi ya kikatiba na mageuzi ya kisiasa na hasa katika eneo la chaguzi huru na za haki. Yeah. Mimi nitegemea kwamba mna petition wao ili wao waone namna wanavyoweza kuwasiliana na serikali ya Tanzania kuona kama hiyo nayo ni mojawapo. Hiyo nayo ni mojawapo. Watu hatufungi milango wao kujenga ushawishi na serikali ili baadaye serikali iweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa maslahi ya Watanzania. Yeah, kwa hiyo hatujafunga milango ni aina gani ya ushawishi wafanye ili hatimaye, kwa sababu lengo kubwa ni kupata mabadiliko ya kweli. Yeah, kwa hiyo ni namna gani tutayapata mabadiliko, kila mtu ana namna yake ya kuya. Na mna matumaini kiasi gani kwa mfano kama hiyo strategy, hiyo jitihada ya competition hawa wadau inaweza kuwasaidia kufanikisha lengo lenu? Yaani matumaini yenu ni makubwa kiasi gani? Matumaini yetu ni makubwa kwa sababu tayari tumeshaanza kuongea na wadau, tumeshaanza kuongea na partners wetu na wanatuunga mkono.
Hivi juzi tu lituona tumetoka kuongea na kaimu balozi wa Marekani. Tutaendelea kuongea na wadau mbalimbali, wadau wawakilishi wa nchi mbalimbali hapa Tanzania, mashirika mbalimbali ya kimataifa. Lazima waelewe ni nini hasa tunachokitaka kwenye agenda yetu ya no reforms no election. John, hauhofii kwamba Chadema haihofii kwamba jitihada kama hizo zinaweza kuwafanya mshutumiwe kuishtaki Tanzania kwa mashirika na mataifa ya kimataifa ambayo ni riski, sio? Yani kwa mfano kama mtu anaweza kusema Chadema inaishtaki Tanzania kwa Umoja wa Ulaya, kwa Marekani, kwa Uingereza, kwa sababu gani? Alifa, labda nikueleweshe tu kwamba nadhani hatari zaidi kuwazuia au kuwa na mbinu ambazo zinadhibiti wananchi kuchagua viongozi wao kuliko watu wengine kujua kwamba kuna Watanzania ambao wanatafuta wanafanya utaratibu wa wazi wa kuelimisha dunia, kuelimisha Watanzania juu ya ni namna gani tupate viongozi wetu. Kwa hiyo nadhani hatari zaidi inatokana na mifumo ya kudhibiti chaguzi zetu kuliko sisi kuwa wawazi juu ya ubovu wa hiyo mifumo. No, swali langu tu ni kwamba hudhani kwamba CCM kwa mfano wanaweza wakaitumia hiyo dhidi yenu, kwamba unaona hawa wanamwambia Marekani kuhusiana na masuala yetu ya hapa ndani, wanamwambia Umoja wa Ulaya masuala yetu ya hapa ndani. Hudhani kwamba kuna hiyo risk ya hiyo kutumika dhidi yenu? Hiyo sio riski, sisi kucommunicate kila ambacho tunaamini ni sahihi kwa umma wa Tanzania. Kwa hiyo it is a risk that we are prepared to take. Kwa sababu kwa nini CCM wadhani hilo ni tatizo? The only way wanaweza kwa sababu wanaweza kukwambia sisi ni nchi huru, wanaweza kukwambia sisi ni nchi huru, sisi hatuingilii Marekani, nchi huru ambayo wananchi wake sio huru, huwezi ukasema ni nchi huru. Kwa hiyo lazima kwanza wananchi wake wawe huru ndio iite nchi huru. Kuna neno Waingereza wanaita disenfranchisement. Disenfranchisement ni ile hali ya kuwanyang'anya wananchi haki ya kuchagua viongozi. Kwanza unawanyang'anya wananchi kushiriki kuchagua, lakini vile vile unawanyang'anya haki ya wao kuchaguliwa. Na ndicho kinachoendelea sasa hivi kwa aina ya mfumo wa uchaguzi tulionao. Kwa hiyo kuliongea hili wazi na bayana, it's not a risk, it's tuna communicate kitu ambacho ni kipo. Mtu anaweza akasema hatuwezi. Mtu anaweza akasema kitu chochote. Mtu anaweza akasema kwamba hilo si ni swala letu la ndani. Kwa nini tusilizungumzie sisi ndani? Kwa nini tuende tukawaambia Marekani au Uingereza au wa China au wa Japani? Kwa nini tuende huko? Kwa nini tusizungumzie hapa ndani? Siku zote nadhani hata CCM yenyewe na hata serikali yenyewe inafanya mambo mengi kishirikiana na wadau hao wadau wanaoita wadau wa maendeleo. Na kwa sababu ni wadau wa maendeleo ambao ndo kwa sehemu kubwa wanachangia sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya uchaguzi, demokrasia, haki za binadamu na sekta nyingine za maendeleo. Kwa hiyo there's no way kwamba wadau ambao wanashiriki kwenye hayo maeneo ambayo moja ya hayo maeneo yameathirika ambayo ni uchaguzi wasijue kinachoendelea. Kwa hiyo hatutaki wawe sehemu ya tatizo linalokwamisha wananchi kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo nadhani that's the message kwamba wao kwa sababu ni sehemu ni wadau wa maendeleo, na neno maendeleo ni dhana pana, inagusa mpaka haki za watu, inagusa mpaka ni namna gani watu wanapata viongozi wao, na kama wao ni washiriki katika michakato hiyo kwa namna moja au nyingine, basi wanapaswa kujua ni aina gani ya mfumo ambao wao wamekuwa wakishiriki kusupport. Na kwa hiyo huoni kuna risk yoyote ya hiyo kutumika dhidi yenu? Kumekuwa kuna mambo mengi ambayo chama tawala kimekuwa kiyatumia dhidi yetu. Kwa hiyo hatutashangaa kama wataiona hilo kama kama watalitumia hilo kama ni sababu ya kutuattack. So it's politics. I'm sure watasema tunafanya hivyo, lakini Watanzania wengi wanajua tunachokifanya. Nadhani umeshuhudia mikutano yetu ya kanda ya Nyasa. So tuna support ya Watanzania. Wanachokisema CCM dhidi yetu
kinabidi kiwe reflected na wanachokitaka Watanzania. Ya, je, Watanzania wanasapoti wanachokisema dhidi yetu? Jibu ni hapana. Na kwa sababu tunazungumzia jumuiya ya kimataifa ambayo nyinyi mnakusudia kuilenga kwenye harakati zenu, labda nianze tu kwa sisi msingi wa sera yetu ya mambo ya nje umejengwa katika, nadhani nitakuja ili kwa sababu hii itasaidia kujibu hilo swali. Nitakuja kwenye sera ya mambo ya nje. Kwa sababu tunazungumzia jumuiya ya kimataifa na Chadema imetangaza kwamba you will appeal to this community, mna petition kwa ajili ya kuona namna wanavyoweza kuwasaidia. Ni nini ambacho jumuiya ya kimataifa inapaswa ikijue kuhusiana na hali ya kisiasa inayoendelea iweke shinikizo? No. Inapaswa ifahamu nini ambacho pengine saizi haifahamu? Inapaswa ifahamu kuhusiana na hali ya kisiasa ya Tanzania kuelekea uchaguzi 2025. Jumuiya ya kimataifa inapaswa ifahamu kwamba chaguzi zinazofanyika Tanzania, aina ya mfumo unaotumika kupata viongozi nchini Tanzania si mfumo huru, wa wazi na wa haki. Ni mfumo ambao unatumika kupoka mamlaka ya wananchi, mamlaka ya kuchagua viongozi wao, mamlaka ya kuchagua na kuchaguliwa. Nataka jumuiya ya kimataifa ifahamu hilo, kwamba chochote wanachokisikia kuhusu uchaguzi nchini Tanzania ni maigizo na sio uchaguzi kwa maana halisi ya uchaguzi. Na wao pengine wanaweza wakajiuliza, kwa mfano, wao nafasi yao kwenye kurekebisha hilo ipo? Wana nafasi yoyote ya kuweza kurekebisha, kusaidia kurekebisha hilo uliloli point out? Wana nafasi kubwa sana, kwa sababu wao ni wadau wa maendeleo ya hii nchi. Na baadhi ya maeneo ambayo wanachangia sana ni maeneo ya uboreshaji mifumo mbalimbali, iwe mifumo ya uchaguzi, mifumo ya demokrasia. Kwa hiyo wana mchango mkubwa sana. Kwa hiyo shinikizo kutoka kwao litasaidia sana kuiamsha serikali kujua kwamba mambo tunayoyafanya yanapata ukinzani mkubwa sana kutoka kwa wadau tofauti tofauti, sio Chadema peke yake. Hii agenda yetu sio ya Chadema basically, ni agenda ya wananchi. Ni agenda ya wananchi, ila sisi tumeamua kuichukua agenda ya wananchi na kuichampion. Kwa hiyo yoyote, and I'm sure kuna watu ndani ya CCM ambao I can tell you kuna watu ndani ya CCM wanaotunga mkono. Lakini hawako wazi kufanya hivyo, lakini wanatunga mkono. Umesema kuhusu shinikizo. I'm still very curious. Form gani ili shinikizo linapaswa ichukue? Kwa mfano, would you advocate for sanctions for example? I mean, tupo kwenye ndio maana nataka nikuulize kwamba Tanzania tupo kwenye hali ambayo inaweza kuita uingiliaji wa jumuiya ya kimataifa kwenye namna, kwa mfano kama kuweka vikwazo, au what other concrete form should this pressure take? Yani ni nini exactly wanaweza wakafanya? There are different levels za mashinikizo. It could start with mediation, it could start with negotiations, dialogue na vitu kama hivyo. Kwamba wanaweza wakajenga platforms za dialogue kati ya wale tunaotaka mabadiliko na wale ambao wataki mabadiliko. The next level could be a little bit harsher. Inaweza kawa ni kwamba sasa hamtaki mabadiliko na chaguzi zenu hazionekani kuwa huru, then why should we continue supporting you? Hiyo nayo ni another form of like withdrawing aid. You could withdraw, you could cut down support kwenye maeneo fulani. Lakini tunaomba tusifike huko, kwa sababu cha msingi hapa Bwana Arifa ni kwamba lazima wananchi wa Tanzania wawe na haki ya kuchagua viongozi wao. Wasichaguliwe viongozi. Kwa hiyo dhana nzima ya disenfranchisement, kuwapoka wananchi mamlaka na kuyakabidhi kwa kikundi fulani cha watu, na wao wakaamini kwamba ndio wana haki ya kuchagulia watu viongozi, ni jambo kubwa sana. Ni tusi actually kwa demokrasia.
ambayo tunaamini kwamba tumekuwa tukihubiri kwamba Tanzania ni nchi ya demokrasia. Unajua, nikijika kwenye nafasi ya any member of the international community na nikusikiliza mtu anasema okay, yeah, this is concerning, ni kweli, lakini unajua sisi hatuna haki ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi. No. Kwa mtu ambaye unajua, kwa mtu ambaye ni member of the international community na ambaye ana share concern zenu, but still anaona kwamba hilo ni jambo la ndani, it's an internal issue, kwamba mikono yake imefungwa, hawezi kuingilia. Huyu mtu unamshawishi vipi kwamba hili jambo anaweza kuliingilia na kuona namna anaweza kusaidia kufanikisha hichi ambacho anakitaka, ambacho mimi nakubaliana na wewe kwamba japo Chadema wameibeba hii agenda, lakini ni agenda ya wananchi kwa ujumla, kwamba wananchi wanataka wawe huru, wanataka kwamba wakenda wakipiga kura yao itahesabiwa na inaweza kubadilisha kitu. Lakini kwa member of the international community, it's so internal issue na sisi tunakuwa bad from interfering kwenye internal issues. Kwa watu kama hawa, what kind of message do you send to them? labda ni kurekebishe kidogo. Msukumo wa mabadiliko unatoka kwa wananchi. Tunachokifanya sasa hivi ni kujenga ushawishi, domestic support ndani ya Tanzania. Sasa Watanzania hawaishi kama kisiwa, wana marafiki nje ya mipaka ya Tanzania ambao kwa namna moja au nyingine wana appreciate juhudi mbalimbali zinazofanywa na taasisi kama Chadema na taasisi nyingine katika kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo ninachotaka kukisema hapa ni kwamba jumuiya ya kimataifa au Tanzania ni sehemu muhimu ya jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo hatuwezi tukaishi nje ya jumuiya ya kimataifa. Kunapokuwa na neema tunafurahi sana kwamba jumuiya ya kimataifa tumepata shida hii, wametusaidia. Kunapokuwa na tatizo upande wa wananchi vile vile ni muhimu tukawaambia hali tulionayo. Sasa hatuwalazimishi wachukue maamuzi, lakini ni vizuri wakafahamu hali tulionayo, na hicho ndio tunachokifanya. So kama wanaweza wakatu support, ambacho ndio tunakitarajia, ni kwamba tuta appreciate na tunaamini mtu yote ambaye ni mdau wa mambo ya demokrasia na chaguzi huru hana sababu yote ya kutuunga mkono. Bila kujali yeye ni Mtanzania au sio Mtanzania. Lakini anakuungaje mkono? Kwa sababu unajua mimi I'm interested in concrete interventions. Mwanzoni sawa. Mwanzoni nimekwambia kwa hali na mali. Sasa kuna support nyingi tunaweza kuwa tunazipata. I'm not going to disclose aina hiyo ya support. Mnapata support ya kifedha kutoka mashirika ya kimataifa? Tunapata support kutoka kwa Tanzania wenzetu wanaoishi nje ya nchi. Ambao Chadema haiwi funded in any foreign organization. No. Ndio maana unaona tumeanzisha mradi wa tone tone. Tungekuwa tuko funded, tusingekuwa tunaomba hizo shilingi 500, 1000 kutoka kwa wananchi wa hali ya chini kabisa. Kwa hiyo hiki ni chama cha wananchi. Na tunategemea nguvu ya wananchi katika kila aspect ya mapambano yetu. Kwa hiyo iwe kwenye rasilimali na iwe kwenye kujenga ushawishi wa kuleta hizo reforms ambazo tunazitarajia. Unajua, nilikuwa nawaza kwamba katika mazingira ambayo tuko nayo hivi sasa hivi, ambapo mataifa ya magharibi, Umoja wa Ulaya umezungumza, mataifa ya Ulaya, Marekani yana compete for influences na nchi kama China, nchi kama Urusi, na tunaona ina play out hapa Tanzania pia. Na tunaona kabisa kwamba nchi kama China na Urusi haijali kuhusiana na vitu ambavyo EU kwa mfano na Ulaya na Marekani ingekuwa inajali. Issue kwa mfano kama uhuru wa vyombo vya habari, issue kwa mfano kama demokrasia na vitu kama hivi. Na nilikuwa nataka kupata mtazamo wako wewe, huoni kwamba hiyo competition for influence kati ya hizi kambi mbili like in a sort of Cold War 2.0 inaweza kupunguza effectiveness ya hiyo appeal yenu kwa hii jumuiya ya kimataifa, kwamba mtu anaona kwa mfano kama nchi kama Uingereza
au nchi kama Marekani inaona nikiharibu mahusiano yangu na Tanzania ni kuipa nafasi China au ni kuipa nafasi Urusi kuchukua nafasi yangu. Hudhani hiyo, maybe unaweza ukadiscuss hiyo kwa mtazamo wako, na endapo kama unaona inaweza ikawa na athari yoyote kwenye mchakato wenu wa kuappeal to the international community for intervention kwa ajili ya kufuata kile mnachokitaka. Labda niliweke sawa, mabadiliko yoyote, mageuzi yoyote ndani ya nchi yoyote yanaletwa na wahusika wenyewe ndani ya nchi. Sawa bana? Kwa hiyo nguvu ya umma, nguvu ya Watanzania itadetermine ni namna gani washirika wetu wa nje wanarespondi kwenye tunachokitaka ndani ya nchi. Kwa hiyo charity begins at home. Hatuwezi tukaanzisha harakati za mageuzi kwa kutegemea washirika wetu wa nje wanafikiria nini. Sisi tunataka kudrive narrative. Hatutaki wao ndio wa drive hiyo narrative. Our narrative ni kwamba tunataka mabadiliko kabla ya kufanya uchaguzi. Na huo ndio msimamo wetu. Na mazungumzo yoyote ambayo tunafanya na mshirika yote nje ya nchi yako grounded kwenye hiyo agenda. Kwa hiyo whether China tusupport au hata tusupport. No, nadhani hujanielewa swali langu. Nimekuelewa. Unasema kuna hiyo ushindani wa kupata ushawishi ndani ya mataifa ya Afrika kwa ujumla. Sawa? Kwamba mataifa ya Afrika ni resource rich. Wana maliasili nyingi na nini. Kwa hiyo kwamba lakini pia nafasi za biashara na nini, na fursa za biashara na nini. Lakini vile vile tutawakumbusha kwamba fursa za biashara haziwezi kufanikiwa kama hamna mchangamano wa maelewano baina ya katika jamii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo lazima wajue kwamba mafanikio ya fursa zao za biashara ndani ya Tanzania yanategemea zaidi stability ya kisiasa ya Tanzania ambayo inatokana na wananchi kuwa na uhuru wa kutosha wa kuchagua viongozi wao. Kwa hiyo that is our message. Kwa hiyo kuna watu ambao najua baadhi ya mataifa ambayo yanadhana kwamba hayataki kuingilia mambo ya ndani ya nchi fulani na atapenda kufanya kazi zaidi na serikali iliyoko madarakani. Hata kama hiyo serikali iliyopo madarakani inakandamiza uhuru, haki za watu na nini. Tunajua kuna aina hiyo ya serikali zipo. Kwa sababu wao wako driven zaidi na hizo national interest zao. Utajirisho kwenye mataifa yao kwa kutumia rasilimali zetu. Kwa hiyo watapenda kuwa na serikali ambayo inafanya hivyo, inawasaidia na pengine wanaweza hata wakaisaidia hiyo serikali kuendelea kukandamiza haki za raia. Kwa hiyo swali lako ni kwamba naweza kulijibu kwamba tunataka kujenga uimara wa mageuzi ndani yetu sisi wenyewe. Lakini tukicommunicate hiyo kwa wenzetu walioko nje, wala ambao watakuwa tayari kuwa na sisi, tutashukuru sana. Na hudhani kwamba hiyo competition for influence inaweza kwa sababu hilo ndio lilikuwa swali langu. Inaweza ikawa ikapunguza aina ya ushawishi tutakaopata kutoka kwao au aina ya support tutakayoipata kutoka kwao. Lakini haiwezi kupunguza nguvu zetu za kupambania mageuzi ya kisiasa. Sawa. So Chadema inakusudia cultivate alliances na mashirika gani? Yaani ni aina gani ya international alliances ambazo mnategemea cultivate, kuzitengeneza? Chadema ndio maana nitaka niongelee sera yetu. Hebu zungumzia sera. Kwa hiyo tunataka kujenga na tunajenga na tulishaanza kufanya ushirikiano na taasisi mbalimbali za kimataifa, vyama rafiki. Kwa mfano sisi ni chama rafiki na chama fulani ambacho sasa hivi kiko madarakani cha Ujerumani, CDU, Christian Democratic Union. Hicho ni chama rafiki na vyama vingine vya aina hiyo. Sisi ni chama cha mlengo wa kati.
Ya, nadhani unanielewa unaposema chama cha mlengo wa kati. Ya, kwa hiyo vyama vyote vya mlengo wa kati ni vyama rafiki kwa Chadema, kwa hiyo ni wadau wenzetu. Ya, hiyo ni sehemu tu ya alliances ambazo tumekuwa tukizijenga na tunaendelea kuzijenga. Sehemu nyingine ni taasisi za kimataifa. Taasisi za kimataifa zimekuwa zikitusaidia sana kwenye kujenga uwezo. Sawa? Kujengea wanachama wetu uwezo katika maeneo tofauti tofauti. Ya, iwe ni kwenye uelewa wa mambo ya haki za binadamu, uelewa wa mambo ya mifumo ya chaguzi mbalimbali, uelewa wa mifumo ya demokrasia. Kwa hiyo tumekuwa na aina hiyo ya wadau ambao wanatusapoti kwenye eneo la uwezeshaji. Sawa? Na hao wadau wanasaidia vyama tofauti tofauti, sio Chadema tu, wanasaidia across the board. Na CCM ni sehemu lakini unajua kwenye mazingira ambapo kama una chama tawala cha CCM ambacho actually chama dola ambacho kina mahusiano makubwa sana na chama cha kikomunisti cha China. Yes. Hizo sio siri, sio? Ni mahusiano yao makubwa. Ndio maana mimi nimekuwa mwazi, nimesema na sisi tuna CDU. Chama kimejenga mpaka chuo cha mafunzo wanaita Kibaha pale, kinashirikiana na vyama vingine vya ukombozi na nini na nini. Chadema kina aina hiyo ya mahusiano na chama kingine cha nje ambayo uhusiano wake unaweza kufanana na ule kati ya CCM na CCP ya China? Hapana. CCP ya China na CCM ni vyama dola. Huwezi kutenganisha chama cha komunisti cha China na serikali ya China. Dola la China. Kwa kifupi ni kwamba waliojenga hicho chuo ni serikali ya China. Ya, kwa hiyo sisi tunaoshughulika nao zaidi ni vyama ambavyo viko kwenye serikali ambazo zinatawaliwa kidemokrasia na watu wanachaguliwa. China hamna chaguzi za aina ambayo sisi tunafanya huku au kwenye serikali au kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaona CCM aina ya vyama ambavyo inafanya nazo inavyo kazi ni vyama ambavyo actually havitaki kusikiliza habari ya you know lakini unajua kwenye mazingira kama hayo Chadema inapangaje kukishinda chama kama hicho chenye mahusiano deep rooted relation na chama cha CCP? Chama cha UNIP kilikuwa na mahusiano ya aina hiyo kama CCM. Nadhani unakumbuka. Chama cha Frelimo kina mahusiano ya aina hiyo, lakini umeona kilichotokea Msumbiji hivi majuzi. Kwa mwisho wa siku kinachodetermine mageuzi na mabadiliko ya kisiasa ni nguvu ya umma. Na sisi ni chama cha nguvu ya umma. Kwa hiyo whether wa China wana support CCM au la, hiyo haituzuii sisi kuendelea na harakati za mageuzi. Kwa hiyo kwetu sisi hiyo sio kikwazo, inaweza kawa changamoto tu ambayo we can overcome it. Sera ya mambo ya nje ya Chadema. Yaani kwa mfano Chadema mkipata tuchukulie mageuzi yamefanyika. Yes. In the interim kutoka sasa hivi mpaka Oktoba, na Chadema mmeweza kushiriki uchaguzi mkuu. Na mkapata fursa ya kuunda serikali. Sera yenu ya mambo ya nje itatofautiana vipi na sera ya mambo ya nje inayotekelezwa sasa hivi chini ya serikali ya CCM? Sera yetu ya mambo ya nje imejikita katika mafiga matatu. Na mafiga hayo yanatokana na falsafa nzima ya chama. Moja ni demokrasia, pili haki, na tatu ni maendeleo. Kwa hiyo sera yetu ya mambo ya nje na sera zetu nyinginezo zina reflect hiyo falsafa. Na sisi sera yetu tumegawanya vile vile katika makundi matatu makuu. Sawa? Kwanza ni uhusiano wa kimataifa. Alafu foreign investments, kitega uchumi kutoka nje, na sehemu ya tatu ni international migration, uhamiaji. Sasa kwenye hii ya kwanza ya masuala ya uhusiano wa kimataifa,
tuna focus zaidi kwenye masuala ya security. Security ya nchi, tunaangalia masuala ya diversity kati ya sisi na tunaoshirikiana nao, na ni jinsi gani zinaweza kujifunza kutoka kwao na wao kujifunza kutoka kwetu, na vile vile kuwa na sauti katika medani za kimataifa. Sasa hivi Tanzania huisikii sana kwenye maamuzi makubwa ya kidunia. Sisi tutakuwa tofauti sana. Kuna wakati tulikuwa Tanzania kama nchi ambayo inasikilizwa katika medani za kimataifa. Unakumbuka miaka ile Mwalimu akiwa rais, tulikuwa na msimamo unaofahamika kidunia juu ya nafasi yetu kwenye mgogoro wa Palestine na Israeli. Ulikuwa unafahamika. Leo hii nikikuuliza Tanzania inasema nini kuhusu mgogoro wa Palestine, hujui. Wengi hawajui. Kwa hiyo nadhani tutakuwa very clear about that. Hiyo misimamo lazima, tunataka kuhuisha ile sifa tuliyokuwa nayo mwanzoni. Lazima tuwe na misimamo thabiti. Leo hii nikikuuliza nafasi ya position ya Tanzania kwenye vita ya Ukraine na Russia ni ipi, ni vigumu sana ukaniambia. Leo hii nikikuuliza mgogoro wa Morocco na Western Sahara, hakuna Mtanzania. Sio kwamba serikali ya sehemu itakwambia we are being strategic, we are being pragmatist, we are not being ideological. Haya ni mambo ya kiideolojia, mambo yamepitwa na wakati. Sasa hivi sisi tunajikita kwenye kuzingatia maslahi ya nchi yetu na diplomasia ya uchumi na nini, because I was really interested kujua fundamentally how different sera yenu ya mambo ya nje itaonekana. Ndio nakuja huko. Ndio nakuja, nimeainisha. Kwa sababu unajua mambo ya Israel na Palestine ni muhimu, ndio Ukraine ni muhimu, ndio, lakini mtu atakwambia bwana, sisi ni nchi yetu hii, sisi tunaangalia kilicho muhimu kwetu sisi. Tuna we have people to feed, tuna barabara za kujenga na nini na nini, we have to be pragmatist. Mambo haya ideolojia, dunia endelee inavyoenda, sisi tunaangalia maslahi yetu. Nyinyi Chadema mnasema sisi hatutaangalia hiyo, tutakuwa tutairejesha Tanzania ilivyokuwa zamani. Nadhani ungenipa muda nifafanue. Nilikuwa nimeainisha maeneo matatu. Sawa? Nimesema kuna uhusiano wa kimataifa, international relations, alafu tuna foreign investments, vitega uchumi kutoka nje, alafu tuna masuala ya uhamiaji. Sasa tumeyagrupu hivyo kwa makusudi kabisa. Sasa nilikuwa naelezea sehemu ya kwanza tu ya mahusiano ya kimataifa. Kwa mfano, nafasi ya Tanzania kuhusu shirikisho la Afrika Mashariki ikoje? Haijulikani. Hilo ni eneo ambalo sisi ni waumini wa wanamajumui wa Afrika, Pan-Africanism. Chadema? Yes. Hii kitu iko kwenye, hii ni sera yetu, sera zetu zote ziko kwenye hiki kitabu hapa. Tunabainisha misimamo yetu kuhusu hizi regional integrations. Na hii ni ilani yetu ya 2025. Sisi tutahakikisha kwamba regional integration sio Pan-Africanism, wewe unajua John. Ni sehemu. Ni sehemu ya Pan-Africanism. Pan-Africanism is an idea ya Waafrika kuja pamoja. Ila hizi jumuiya za kikanda ni approach. Lakini ni an integral part ya hiyo Pan-Africanist idea. Okay, so regional integration. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwenye eneo hilo la kwanza, hilo la umoja la mahusiano ya kimataifa, tutajenga mahusiano na mataifa yote kwa kuzingatia principle ya non interference kwenye masuala ya mataifa husika. Sawa? Non interference hapo umetoka kuzungumza kuhusiana na Morocco na Sahara. Non interference kwa naomba nielewe vizuri na John, sikia, fundamentally, yani sera yenu ya mambo ya nje itaonekana vipi? Kwa mfano sisi serikali isisema, watakwambia kwamba sisi tunajikita kwenye diplomasia ya uchumi. Ndio sera yetu, tunataka kuvuta foreign direct investment nyingi, tupate watalii wengi, tupate nini.
It's very clear. Yani nyinyi sera yenu itatofautiana vipi na hiyo? Sera yetu kwa mfano, kwa sababu unanipeleka mbele, you're fast tracking me. Kwa hiyo ngoja ninachotaka kusema ni kwamba sisi katika ile sehemu ya pili ya mahusiano ya kimataifa ya foreign policy yetu tunayoongelea foreign investments, tuna hiyo dhana ya diplomasia ya uchumi. Sisi will do it differently. Yeah, but it's the same thing. We'll do it differently. Sawa bwana? Tutakuwa na diplomasia ya kiuchumi inayozingatia masilahi ya Watanzania. Mikataba yetu yote ya uwekezaji lazima iakisi masilahi mapana ya nchi. Hautatusikia sisi tunauza bandari kwa Waarabu, hautatusikia sisi tunauza mbuga zetu. Hata serikali inaweza kukwambia haijauza. No. Hiyo ni vitu ambavyo viko wazi. Hautasikia sisi tunafanya mikataba ya siri kuhusu maliasili za nchi yetu. Kwa hiyo mikataba yetu ambayo ambayo ina reflect sera yetu ya diplomasia ya kiuchumi itaakisi matarajio ya Watanzania. Kuweka mikataba wazi sio sera ya mambo ya nje John. Hiyo ni sera za ndani, masuala ya utawala bora na uwazi. Ngoja. labda nikuweke sawa vizuri kuhusu masuala haya. Kuna watu wanadhani kwamba diplomasia mambo ya nje ni tofauti na dhana nzima ya siasa za mambo ya nje. Na nimekuwa nikisikia sehemu akitenganisha as if ni uvumbuzi mpya. Sio kweli. Na mara nyingi siasa ya mambo ya nje inaakisi tunavyoenenda ndani. Kwa mfano, sisi tunasema ni chama ambacho kinapigania haki. Kwa hiyo sera zetu za mambo ya nje zina reflect haki. Sawa? Hata tunapokuwa tunaenda kufanya tunapoingiliana na mataifa mengine ya nje. Kwa hiyo haki ndio inayoendesha sera zetu zote. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kwamba ukiwa wewe ni unaonea wananchi wako, most likely hautakuwa na huruma na wanaoonewa nje ya mipaka yako. Kwa hiyo sera yetu ya mambo ya nje hasa kwenye eneo la uchumi ambalo nadhani unapenda kuliongelea sana na ambalo CCM umekuwa kiliongelea sana. It's nadhani ni distraction kwamba hawataki tuongelee vitu vya msingi vya sera nzima ya mambo ya nje na kusema kwamba tuongelee sera ya mambo ya uchumi. Sera ya mambo ya uchumi lazima iangalie maslahi ya domestic policies za uchumi zinasema. So unataka kusema kwamba sera yenu ya mambo ya nje itakuwa tofauti na sera. Itakuwa tofauti na sawa. Yeah. John, wewe bwana pale mwanzo ulizungumza kwamba ni expertise yako. Kwa mfano nilikuwa sijamaliza. Kwa mfano sisi tunataka kila Mtanzania apate fursa za kiuchumi mahala popote duniani, na ndio maana tunapushi swala la uraia pacha. Unaona hatutaki kuwadhibiti wa Tanzania wasitafute fursa za kiuchumi na waje kuwekeza Tanzania kwa kigezo kwamba wewe uraia wako ulichukua uraia wa Japani, kwa hiyo ukija hapa kuna haki zako fulani huwezi kupata. Kwa hiyo kwenye sera zetu za mambo ya nje swala la uraia pacha ni sehemu muhimu sana ya sera yetu. Na nadhani kwa nini serikali hairuhusu uraia pacha? Mimi nadhani waulize wao. Nadhani wana uoga ambao hauna misingi. Kwa sababu karibia nchi zote zilizotuzunguka sasa hivi zina uraia pacha. Wanaogopa nini? Waulize. Hao wamesema wana uoga ambao hauna. Wana uoga, wanaamini kwamba unajua watu walioko nje wana exposure kubwa, wana uelewa mkubwa wa mambo na pengine wanadhani wanaweza wakasaidia kushinikiza mabadiliko ndani ya nchi. Kwa hiyo hiyo ni dhana yangu, lakini you can ask them. Yeah, John, wewe ni umezungumza pale kabisa kwamba una utaalamu kwenye masuala ya mahusiano ya kimataifa, na of course pengine hiyo ndio imefanya ukateuliwa kuwa mkurugenzi wa ya idara ya mambo ya nje. Nilikuwa nataka kupata uchambuzi wako wa yanayoendelea kutokea katika anga za kimataifa. Ujio wa Donald Trump nchini Marekani. Juzi tu hapa tumeona ametangaza hizo tariffs na Tanzania ilikuwepo pale. 10% imewekewa. Kuna
major global phenomena, kwa mfano za kupunguzwa au kukatwa kwa misaada ya kibinadamu, kwa mfano kama USAID inaenda kufungwa, na ilikuwa ni mmoja kati ya wadau muhimu nchini Tanzania kwenye gurudumu la maendeleo. Kuna hiyo tulizungumza pale, competition for sphere of influence kwenye nchi za Afrika kati ya Urusi, China kwa upande mmoja, Marekani, Umoja wa Ulaya na kwa upande mwingine. Ukiangalia haya mambo yote yanayotokea katika anga za kimataifa, kwa kwanza unayachambua vipi na unadhani yanaweza kuwa na athari gani kwenye nchi yetu ya Tanzania, especially kwenye azma yake ya kutaka kuendelea kiuchumi na kimaendeleo? Ya, umeongea vitu vingi kwenye kwa wakati mmoja. Lakini swali langu kimsingi ni kwamba unachambua vipi yanayoendelea kutokea katika anga ya kimataifa na their potential effects kwenye kwa nchi yetu ya Tanzania. Athari zipo, athari ni kubwa. Kwa mfano ukiangalia maamuzi ya Donald Trump kufunga baadhi ya miradi, hasa miradi ya afya ya umma, public health programs in Tanzania, imeathiri wale beneficiaries wa hiyo miradi, hasa kwenye eneo la tiba za ukimwi na eneo zima la prevention and the cure. Kwa hiyo funding imeshuka kwa kiasi kikubwa. As a result, waathirika definitely kutakuwa na impact. Namba 2, waajiriwa waliokuwa kwenye hiyo miradi ni wengi. Ni wengi sana. Nao wajua, hata mimi mwenyewe sasa hivi wako nje ya ajira, kwa hiyo vipato vitashuka. Livelihoods za watu zitaathirika. TRA itakosa mapato yaliyokuwa yanatokana na pay as you earn. NSSF itakosa michango, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo athari, impact ya maamuzi ya mathalani Bwana Trump yana hizo athari. Namba 1. Namba 2 ni kwamba sasa tunafanyaje? Na ni kwa nini ghafla tu baada ya Bwana Trump kufanya maamuzi aliyoyafanya? In fact, baadhi ya washirika wa bunge wa European Union, bunge la European Union, wameshaanza kufikiria kufanya kama alivyofanya Donald Trump. Hatujui kama atafikia wapi. Kwa hiyo kwa nini tumefika hapo? Kwamba ghafla mdau mmoja wa maendeleo amekata funding, tunalia. Ni kwamba hatujajiandaa, lakini vile vile hatumiliki maendeleo yetu. Na kwa sababu hatumiliki maendeleo yetu, lazima tuathirike moja kwa moja yule aliyekuwa anatufund anapo withdraw. Kwa hiyo lazima tuwe na sera ambazo nilikuwa nakueleza, sera ambazo ni za kujitegemea. Nationalistic policies. Sera za taifa. No, self-reliant policies. Self-reliant policies ambazo zimejikita zaidi katika uzalishaji mali. Sawa? Kwa sababu nchi kama hizi za kwetu zimebaki kuwa ni wachuuzi, tumebaki kuwa wachuuzi. Kwa hiyo hatuzalishi mali, na kama uzalishi mali, if you are not a productive economy, kwa hiyo huwezi kugenerate employment ambazo ni reliable. Kwa hiyo tumekuwa ni uchumi wa kichuuzi. Kwa hiyo tujenge mifumo ya kiuchumi ambayo inaweza kahimili vitu kama hivi. Hatuna hiyo mifumo sasa hivi. Kwa hiyo tumekuwa ni uchumi tegemezi. Kwa hiyo maamuzi ya Trump yametuanika. Yametuonyesha ni how dependent we are. Yeah, how Chadema would have responded kwenye situation kama hiyo? Sisi sera yetu ni kujenga mifumo ya uzalishaji mali. Lakini kwa mfano kama ndo mngekuepo sasa hivi serikalini na hayo yanatokea, nyinyi mngerespond? Lazima tuwe na rescue plan. Lazima tujue kwanza, lazima tuwe na hiyo contingency measures inapokuwa imetokea hali ya aina hiyo. Kwa hiyo moja ya sera zetu ni kuwa na hizo mfuko wa dharura kwa ajili ya waathirika wa maamuzi kama hayo.
ambayo nadhani CCM hawana. Kwa hiyo they have been caught off guard. Lakini tuna idara ya maafa ipo tu, lakini haina chini ya waziri mkuu. haina hela, haina nini, haitengewi hela yoyote, na ndio maana mara zote ukisikia yametokea matetemeko, mafuriko na nini, tuna struggle. Kwa hiyo hii ya Trump tu it's a wake up call, lakini na sidhani, sijasikia wakisema lolote kuhusu. Wamesema, serikali imesema kwamba itaangalia namna inaweza kudili na hivi vitu, kwamba hakuna, serikali ilisema ni kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, na unaamini hivyo? Ndivyo ilivyosema. Kwa mimi ni kitu kingine, kwamba tayari watu wameshaathirika, tayari watu wamepoteza ajira zao, tayari watu wamekosa zile access to lakini of course serikali inaweza kuambia sisi hatuna nini, uamuzi wa mdau mwenyewe, si ndio? Aliamua kuja, ameamua kupunguza. It's none of our business, isn't it? It is their business as far as waathirika ni Watanzania. Kwa sababu wao kwenye sera zao wanasema wadau wengine nje ya serikali wanakuja kucomplement juhudi za serikali. Sasa unawezaje ukasema it's none of your business wakati actually wamestate kwenye sera zao? Yani it's none of our business, yani kwamba waamue kukaa, waamue kuondoka. Si wao, ni uhuru wao wenyewe. Wao ndio waliamua kuja na wameamua kuondoka. Sawa. Hiyo na kwanza hiyo inaonyesha kushindwa kwa sera yetu ya mambo ya nje. Kwamba tumeshindwa kuwa na ushawishi wa namna gani ya kuapili kwa mshirika wa maendeleo. Juzi nadhani Tanzania kuna nchi imeweza kumshawishi Trump jana ujuzi nadhani impose tarifu ya 10% ya Tanzania, gharama zote, bidhaa zote zinatoka Marekani kwenda US. Ambapo tulikuwa tuna unafuu kutoka Tanzania kwenda Marekani. Ilikuwa ni sehemu ya ule mpango wa AGOA. Unaona? Lakini sasa hivi hizo tarifu zimewekwa. Sera zetu zimejiandaa na hayo maamuzi ambayo yako nje ya uwezo wetu. Sasa hiyo ni global phenomenon, ni nchi nyingi sana. No. Mpaka close allies wa Marekani lakini hizo tariffs. Kuna nchi ambazo zimejiandaa. Yaani unazungumzia kujiandaa. Sawa. Kwamba lazima ujiandae kwa sababu huwezi ukategemea mshirika wako wa maendeleo atakuwepo siku zote. Sawa. Yeah. John, Chadema inajali kiasi gani kuhusiana na mambo yanayotokea kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla? Sadei, kwa mfano tuna mgogoro mashariki ya Kongo, tumeona ni kama vile the so called African process imekwama. Sasa hivi solution inafanyika Qatar. Kuna situation Sudan ya Kusini na kuna mgogoro situation ya Sudan. Chadema inajali kiasi gani kuhusiana na matukio haya na inafanya nini kushawishi namna ambavyo hivi vitu vinaweza kuwa resolved? Kwa sababu sioni, at least sioni kwa mfano Chadema mkicomment kuhusiana na mgogoro wa mashariki ya Kongo au issue inayotokea pengine Sudan. Unadhani chama chenu inajali sana kuhusiana na hizo regional issues na mnajali chip in influence namna ambavyo pengine jitihada za usuluhishi zinaweza kufanyika? Chama chetu how much do you care about chama chetu kimekuwa kikijali sana, na kabla mimi sijaingia sina uhakika kama kumekuwepo na comments zozote kuhusiana na migogoro inayoendelea, hususan mgogoro wa DRC, Eastern DRC, mgogoro wa Sudani na migogoro mingine. Lakini sera yetu na mpango yetu ya sasa ni kuwa na position katika kila conflict inayoendelea kwenye maeneo yetu ya ukanda wa Afrika. Na namna ambavyo unaweza kuinfluence suluhisho. Na kwanza lazima tunachoshauri siku zote ni kufanya utafiti. Sisi ni watu ambao tunaamini kwenye evidence based policy. Evidence based foreign policy. Hili ni swala la idara yako kabisa. Kurugenzi samahani. Ni kwamba tunaamini kwamba migogoro hii ina vyanzo vingi, ina multiple sources, na lazima tuangalie interventions zinapofanyika
zinafanyika kwa kuzingatia vigezo vipi. Kwa hiyo moja ya mipango yetu kwanza ni kutafiti, tumeshaanza na kutathmini vyanzo vya migogoro na namna ya kutatua migogoro husika kwa kupitia platform ya EAC, kwa sababu sisi tutakuwa na deski EAC, East African Community, ambalo kazi yake kubwa itakuwa ni kufanya tafiti mbalimbali za migogoro inayojitokeza ndani ya ukanda wetu. Kwa hiyo tutakuwa na hilo desk. Hiyo ni action point moja ambayo tumenuia kuifanyia kazi. Tulishaanza, lakini hapo nyuma kidogo tulipwaya. Kwa hiyo lakini it is an area that we are going to really take seriously. Yeah. Kwa hiyo swali lako lingine lilikuwa no, swali langu ni kwamba how much do you care na namna ambavyo mnaweza mkashiriki ku-influence. We care na actually kupitia, unajua tatizo la Tanzania ni tatizo la karibia Afrika nzima. Hizi jumuiya zetu hizi, be it the East African Community, SADC, the African Union, vimekuwa ni vilingi vya kupiga zoga kuliko kutoa suluhisho la matatizo. Kwa hiyo mara nyingine ndio maana nadhani ni vizuri kudemokratisha, kwa Kiswahili isemeje, to democratize hiyo mifumo ya chaguzi na tukapata viongozi ambao wanawajibika kwa wananchi. Sawa sawa. Kwa hiyo John, bwana, mimi nakushukuru sana kutenga muda wako kuja kuzungumza na sisi. Kitu cha mwisho, labda kama kuna kitu ungependa kuzungumza ambacho mimi sijakuuliza. Mimi nadhani umetusikia, na sisi sasa hivi tuna kampeni kama nilivyosema awali kwamba sisi tuna kampeni ya kuchagiza maendeleo, mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, mifumo ya kikatiba, ili tuwe na nchi ambayo ina mifumo bora na sio bora mifumo, ambayo wananchi wanashiriki, wanakuwa sehemu ya maendeleo ya nchi yao. Sasa tuna kitu kinaitwa tone. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa Watanzania wa kila rika, kila daraja la kipato, watuchangie, kwa sababu hii vita ni yao, ila sisi tumeibeba tu. Kwa sababu naamini kila Mtanzania anataka mabadiliko, naamini kila Mtanzania anataka achague kiongozi anayemtaka. Siamini Watanzania wanataka wapewe viongozi kwenye kibakuli cha dhahabu, kwamba tumewaletea hawa ndio watakuwa viongozi au watawala wenu. Nadhani hatuhitaji hiyo. Kwa hiyo tunaomba Watanzania popote walipo watuchangie ili tuendelee na harakati zetu za kuleta mageuzi ya kisiasa na kiuchumi nchini kwetu. Shukrani sana John. Na mchango wenyewe labda namba yenyewe ya mchango ni 0744446969 0444446969. Shukrani sana. Shukrani sana John. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada tena. Kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, tulikuwa naye hapa mkurugenzi wa kurugenzi ya mambo ya nje na diaspora wa Chadema, ndugu John Kitoka, ambaye tumezungumza naye hapa kuhusiana na moja kati ya mkakati wa Chadema kufanikisha mageuzi ya uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, ambapo wanaandaa petition na kuipeleka kwenye mashirika ya kimataifa kuona kama wanaweza kuwasaidia kufanikisha lengo hilo. Tumezungumza pia na mambo mengine ikiwemo sera ya mambo ya nje ya Chadema na namna ambavyo Chadema inaangalia matukio yanayotokea katika ukanda wa kimataifa. Mpaka kufikia hapa ndio tumetamatisha mazungumzo haya, na nilikuwa na kuendeshea mazungumzo haya ni mimi Khalifa Said, na kwa niaba ya wenzangu Joseph waliopo nyuma ya kamera, Tito Magoti na Shafi Hamisi, tunakushukuru sana na kutakia utazamaji mwema wa makala
na maudhui mengine tunazalisha hapa The Chanzo. John, bwana, shukran. Asante sana. Na kila la heri Nashukuru sana. kwenye harakati. Asante sana.